Na mtazamaji wa Trend TV, bwana, mmoja kati ya waigizaji maarufu katika tasnia ya Bongo Movie hapa Tanzania, huyu hapa si mwingine bali ni Niva Super Mario. Niva amefanya interview, amehojiwa na moja kati ya vyombo vya habari hapa Tanzania kuhusiana na kifo cha mwigizaji mwenzao. Tunafahamu kwamba mwanadada Karina au Carolina Hawa alikuwa pia ni mwigizaji wa filamu hapa Tanzania. Mwanadada huyu ameugua kwa takriban miaka 8, na issue ambayo ilikuwa inamsumbua Carolina Hawa au Karina ni tumbo. Yani utumbo mkubwa ndio ulikuwa unamsumbua, na ndio huo ambao umetolewa wakati alipofika kule India, na akawa anaendelea vizuri, lakini kwa bahati mbaya ghafla akafariki. Sasa basi kipindi cha hiyo miaka 8 yote watu wengi sana walikuwa wanafuatilia kwa karibu kuelewa nini ambacho anachopitia, na alikuwa akifanywa interview nyingi tu akiwa anaelezea matatizo ambayo anayoyapitia. Ilifikia hatua kwamba Carolina akawa mpaka analia, anasema kwamba kama kuna mtu labda amemfanyia ubaya, basi ni bora tu angemtoa roho kuliko haya mateso ambayo alikuwa anayapitia. So hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana, hizo ni baadhi ya maneno ambayo Carolina alikuwa anafanywa interview, ambapo akiwa anazungumza maneno hayo ni maneno ambayo kiukweli yamebaki katika vichwa vya watu wengi sana, wakiwa wanakumbuka hiyo maneno hayo ya uchungu ambayo huyu binti alikuwa anayazungumza kipindi anaumwa. Sasa basi ni kwamba Niva Super Mario, mwigizaji huyu wa Bongo Movie, na yeye pia amehojiwa na akazungumza kuhusiana na jinsi ambavyo yeye alipopokea huu msiba wa Karina, lakini pia vile vile Niva akaamua kuzungumza na kuweka wazi kwamba katika vitu ambavyo kiukweli yeye mwenyewe vilikuwa vinamuumiza ni hii issue ya Karina kuugua. Yani swala la ugonjwa wa Karina pia ni moja kati ya vitu ambavyo Niva vilikuwa vinamsumbua sana. Sasa Niva akaja akasema kwamba kuna kipindi mpaka alikuwa anaomba kwamba kwa jinsi ambavyo yule binti alivyokuwa anateseka, wakati mwingine mtu unaweza mpaka ukakufuru ukasema kwamba bora Mungu amchukue tu akapumzike. Kwa hivyo basi Niva ameconclude kwa kusema kwamba bora tu huyu binti akapumzike, maana ameteseka sana. Hakuna mtu ambaye ameteseka katika tasnia ya Bongo Movie kama the way ambavyo Karina alivyopitia wakati mgumu kipindi anaugua. Kwa hiyo Niva interview yake imekuwa labeled akiwa anadai kwamba mateso aliyopitia Karina, tunasema bora akapumzike. Umeona bwana? Sasa hapa comment zimejitokeza nyingi sana. Watu wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na maneno ambayo Niva ameyazungumza baada ya kifo cha Karina. Kwa mfano, kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana, kupitia mateso mno akapumzike sasa. Kapitia mateso mno akapumzike sasa. Huyu bidada hapa amekuja ku comment. Kuna mtu mwingine hapa anasema kwamba bwana, anahitaji dua, hakuna kupumzika huko wana ndugu. Mungu amjalie kheri, amuondoshee adhabu ya kaburi. Kwa mtu anasema bwana, jitahidi ameipata, jihadi ameipata. Okay, huyu ameandika hivyo, nilikuwa sijasoma vizuri. Ameandika kwamba jihadi ameipata na Allah atampokea kwa jicho la huruma kwa rehema zake. Kwa mtu mwingine ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine anasema kwamba kiukweli huyu dada ameumwa sana jamani. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amekuja amecomment, ameandika kwamba kweli ameteseka sana, Mungu ampumzishe salama. So kwa kifupi ni kwamba watu wengi sana wanaona hapa wameguswa na hii interview, na pia vile vile wamesupport kile ambacho Niva amezungumza. Wamekiri kwamba ni kweli mwanadada Karina amepitia wakati mgumu sana, ameumwa kupitiliza, ameteseka kwa muda mrefu, miaka 8 sio mchezo. Amefanywa surgery takriban 21 na zaidi, umeona. Lakini wamesema kwamba watu wengi sana wameandika kwamba ni kumuombea tu Mungu ampokee, lakini pia vile vile kweli ameteseka kwa muda mrefu, ni kheri apumzike. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.